Baada ya ripoti kuonyesha kuwa ndege yake ilikuwa imedelay kutua Marekani, baadaye taarifa zikaonyesha kuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alikuwa mji mkuu wa Washington. Harakati zake zilionekana na misafara mirefu ya walinzi na maandamano ya watu wengi mitaani yalionekana, hasa wafuasi wa Palestina wakipeperusha bendera na watu wakiimba mitaani wakimshutumu kuwa mhalifu wa kivita, na maneno mengi yalitoka kabla ya hapo. Shutuma kabla ya ziara yake, nadhani kulikuwa kuna majibizano makali kati ya baadhi ya wanasiasa duniani pamoja na wanasiasa wa Marekani, akiwemo meya wa New York Zohran Mamdani, ambaye alizungumza awali kuwa Netanyahu alipaswa kukamatwa. Baadaye akasema kuwa hakuwa na nguvu za kisheria kutimiza hilo, lakini kukatokea maoni tofauti, akiwemo meya wa London Sadiq Khan ambaye naye alizungumza. Lakini tumeona kama mbunge Rashida Tlaib, tumeona waziri mkuu mpya wa Hungary, lakini nimeona Jeremy Corbyn aliyekuwa kiongozi kule Uingereza wa Labour, lakini Rouhani pia ambaye anatajwa huenda akagombea nafasi ya uraisi au akatafuta kuteuliwa na chama cha Democrat. Ni katika watu ambao waliotoa maoni tofauti, wakishutumu au wakisema kuwa waziri mkuu anapaswa akamatwe kwa kesi zake ambazo zilimtaja au alivyotajwa na mahakama ya ICC kuwa alipaswa kufikishwa The Hague. Marekani si mwanachama wa ICC, kwa hiyo tunaweza tusilione hili likatokea, lakini kuna nchi ambazo si wanachama wa ICC lakini huwa zinashirikiana na mahakama hii. Lakini tumeshuhudia katika kipindi hiki kuwa vita imekuwa ni kubwa sana kuelekea ICC, na hata taarifa ambazo zilichapishwa na baadhi ya vyombo vya habari kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikuwa amewaeleza Israeli kuwa Marekani inafanya juu chini kuishughulikia mahakama ya ICC. Unajua, hata kama utakuwa na nguvu kiasi gani za kuondoa ukweli hauondoki kwa kile ulichokifanya. Yani, unaweza kuwa na mamlaka, unaweza kuwa na power, unaweza kuwa na chochote kile. Kutumia mamlaka, kutumia power, kutumia chochote kile ambacho unahisi kinaweza kikakulinda, kubadili hadithi ya ukweli kuwa kinyume, hiyo haiondoi uhalali wa wewe kuwa mhalifu. Ndio ambacho kinatokea kwa waziri mkuu. Haijalishi nani yuko nyuma yake, tunafahamu kuwa nguvu kubwa ya Marekani inayotumika. Nadhani mmeona kadhia aliyoipata Karim Khan, mwendesha mashtaka mkuu, ambaye ndio alitoa waranti ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli pamoja na waziri wake wa ulinzi wa wakati huo Yoav Gallant. Muda mchache tu akauziwa kesi ya unyanyasaji wa kingono. Matokeo yapi? Wiki iliyopita wajumbe wa mahakama ya ICC walienda kupiga kura kwa pamoja kumuondoa Karim Khan kwenye nafasi yake ya kuwa mwendesha mashtaka mkuu kutokana na shutuma za unyanyasaji wa kingono wa mfanyakazi wake. Yaani, dunia hii iliyojaa mauzauza haioni kilichofanyika Gaza ambacho kilimfanya Karim Khan na waendesha mashtaka wenzake, kwa sababu uamuzi wa Khan haukuwa peke yake, ni uamuzi wa majaji wengi wakiwemo wa Marekani, Brazil, dunia, ambao wameteuliwa katika jopo hilo la majaji. Baada ya uchunguzi wao wa kitaalamu kwa kutuma watu kwenye maeneo husika, nendeni mkapeleleze na mchunguze hiki kitu ni cha ukweli, wakaja na majibu ya pamoja, wakasema ni kweli, lazima sheria ifanye kazi. Kwa hiyo Khan alikuwa ni kiongozi, kwa hiyo ndio akatoa ile, akaamua kuwa ni lazima tufike hapa. Yote hayo hayaonekani, ila dunia yenye maajabu kabisa imeenda kuziona kashfa za unyanyasaji wa kingono wa Khan, ambazo mpaka sasa ushahidi rasmi haujawasilishwa, ila zimekuwa ni shutuma. Wameamua kumtoa kwenye hiyo nafasi. Kwa sababu gani? Alikuwa na kesi ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya mfanyakazi wake. Lakini hii dunia
Na hawa wote waliopiga kura ya kumuondoa Khan hawajaona chochote kilichofanyika Gaza. Yani ile namba ambayo ilitolewa na mashirika au idadi ya vifo vinavyotolewa sasa hivi ni watoto 22,000 waliouawa, watu 73,000. Jamii nzima haina makazi. Hiyo hawajaiona kabisa, hawajaiona, ila wameona ile kadhia ya Karim Khan kuhusishwa na kashfa ya ngono ambayo haujawasilishwa hata ushahidi. Hii ndio dunia ambayo tunaishi, na ndio kila siku ninapenda kuzungumza kuhusu kuwa mimi siwezi kuwa mjinga wala siwezi kuwa mpuuzi eti wa kufumbia hiki na kujifanya kuwa ni sawa kilichotokea. Mimi sitembei na hizo tempa na hizo hisia. Narudi niliposema kuwa kufanya uhalifu na kutumia nguvu na mamlaka ulionayo kuzuia haki au kuzuia ukweli wa uhalifu hakumfanyi au hakukufanyi wewe kuwa sio mkosaji. Mwaka 75 kama nakumbuka hili azimio, yes, lilikuwa mwaka 75 mwezi wa 10, kulipitishwa azimio namba 3379. Hapo ukitulia wewe ingia hapo kwenye andiko lako, andika ili azimio la Umoja wa Mataifa la mwaka, azimio namba 3379, utalijua ni azimio gani. Hili azimio lilikuwa linahusu uzayuni, liliwasilishwa mwaka 75, likapigiwa kura takriban nusu kwa nusu. Zilikuwa nchi si nyingi wakati huo, unajua sasa hivi tuko karibu nchi 190 na za ambazo wote ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, nchi 194. Wakati huo wastani kulikuwa kuna nchi kama 130, na kwa sababu kura ilivyopigwa, kura 72 zilishinda, waliopinga walikuwa 35 nadhani, alafu ilikuwa 30 plus ambao walijizuia kupiga. Nusu kwa nusu ya kura waliidhinisha na wakakubaliana kuwa uzayuni ni ubaguzi wa rangi na uzayuni ni uhalifu duniani. Hiyo ndio ilipiga mwaka 75. Hapa katikati kukafanyika kampeni kubwa ya muda mrefu iliyosimamiwa na Marekani. Nadhani kama kumbukumbu yangu iko sawa, nadhani wakati alikuwa ni Dick Cheney, nadhani alikuwa kama makamu wa rais, nadhani kama kumbukumbu iko sawa. Siwezi kukumbuka vitu vingi. Mwaka 91 lile azimio lilirudishwa kwenye Baraza la Usalama kufanyiwa marekebisho. Azimio namba 3379. Nenda kaliangalia. Lilienda kufanyiwa marekebisho mwaka 91, ikapigwa tena kura kwa ushindi wa kura 111 kuwa ikabadilishwa, uzayuni ukaitwa kuwa ni harakati za upigania uhuru. Ni harakati za wapigania uhuru. Kwa hiyo haibadilishi chochote kwenye kile kilizungumzwa mwanzo kuwa uzayuni ulikuwa ni uhalifu. Uzayuni ni ubaguzi, uzayuni ni unyanyasaji, na uzayuni ni kitu ambacho hakifai kabisa duniani. Haiondoi kwa kusema kuwa eti kwa sababu kuna kura zimepigwa, kwa sababu zile kura zimehalalisha kile. No, haiondoi uhalali. Kile kilichoonekana awali kiko awali. Hii kampeni na nguvu ambayo unaweza ukaitumia kuja kuhalalisha hiki haiondoi uhalali wa kile ambacho kilichoonekana awali. Uzayuni, nimewahi kuambia, uzayuni kwa waliokuwa zamani kidogo ni ukaburu. Nyerere alikuwa apenda kuzungumza neno ukaburu. Ukaburu ilikuwa ni sera ambayo haijalishi wewe ulikuwa na rangi gani. Yani wewe ni mweusi, wewe ni mweupe, wewe ni nani, lakini kama unaendekeza hali zile za ubaguzi, wewe ni kaburu. Kwa hiyo uzayuni ni itikadi kama ulivyokuwa ukaburu. Haiondoi kuwa wewe utakuwa nani. Ndio maana umeona mara kadhaa hata wale watu wenye namba yangu, mara nyingi mimi huwa napenda kuposti kuonyesha Wayahudi ambao wanaueleza uzayuni, na mara kadhaa huwa napenda kukuambia kuwa tofautisha kati ya Uyahudi na uzayuni. Wayahudi ni tofauti sana na wazayuni. Kwa hiyo wazayuni wamejificha ndani ya Uyahudi kutaka kujaribu kuhalalisha kuwa eti wao ni part of that. Kama ingekuwa hivyo, kusingekuwa na mgogoro mkubwa ndani ya Israeli kuhusu Haredi wanaogombana nao, ultra orthodox. Ndio hao wameenda kuiangusha serikali ya Netanyahu kwa sababu hawakubaliani na sera ya kizayuni. Mara kadhaa napenda kukuambia kuwa mfano hivi sasa kuna ziara ya Netanyahu kule Marekani. Hebu jaribu kujipa muda, chunguza kile kinachoendelea ndani ya Marekani. Angalia maandamano makubwa yanayofanyika ndani ya Marekani yanaratibiwa na nani? Nani anaratibu yale maandamano? Kwa sababu
Kwa Marekani ilivyo hivi sasa, utapozungumza lolote kuhusu Uyahudi utahesabika ni adui, unahesabika kuwa wewe una chuki, hasa kama ukiwa wewe ulikuwa ni muhamiaji, na kuwa ni chuki kubwa na utarudishwa kwenu, utakamatwa. Kwa hiyo watu wengine wanaogopa kugusa ile swala la Uyahudi, na nguvu bado ya Uyahudi imekuwa ni kubwa. Sasa watu hawagusi hivyo vitu kwa sababu inaonekana kuwa wakisema tu wewe una chuki dhidi ya Uyahudi, tayari inakuwa chuki dhidi ya Uyahudi, ndio inakuwa hivyo. Sasa wanaoratibu shughuli ya upinzani dhidi ya kile kinachoaminika Uyahudi ni Wayahudi. Sijui nielewe. Yaani maandamano mengi unayoyaona yanatokea ndani ya Marekani, yanaofanya maandamano iwe ya kumpinga Netanyahu kama hivi sasa, maandamano ya kupinga Israeli, maandamano ya kuunga mkono wa Palestina, yanaratibiwa na taasisi nyingi za Kiyahudi. Jews of Peace. Mmewaona. Kura ya maoni ya wiki jana iliyofanywa na New York Times iligundua kuwa meya wa New York ambaye jana waziri mkuu wa Israel kabla hajasafiri kwenda anasema kuwa ninakwenda Marekani kwa sababu ya kuzungumza na Wayahudi, kwa sababu Wayahudi wanaishi kwenye tishio kubwa sana kutoka kwa meya wa New York ambao hivi sasa wana hofu kubwa. Kura ya maoni iliyofanywa na New York Times na baadhi ya vyombo vya habari vingine vya Marekani wamefanya inaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 44 ya Wayahudi wa New York wanamuunga mkono Zohran Mamdani, ukifananisha na asilimia 32 ya Wayahudi wa New York wanaomkubali Netanyahu. Yaani yule anayefikiria kusema kuwa naenda kuwatetea Wayahudi sio wanayemkubali kuzidi yule wanaoambiwa huyu ndio adui yenu. Umeelewa hiyo hadithi ilivyokuwa? U-turn. So Netanyahu yuko Marekani. Anaenda anafanya nini? Watu wanajiuliza kuwa mkutano ulikataliwa. Kaofa nini? Yaani ameofa kitu gani mpaka ambacho kimemfanya Trump akubali? Unajua toka leo ni miezi 6 kamili toka vita ya Iran. Leo ni miezi 6 imetimia. Yaani inakwenda miezi 6. Yaani ile mitano imekamilika. Yaani unaweza kusema tunakwenda kwa 6 miezi toka kuzuka kwa hili. Unajua ilianza 28 Februari. Kwa hiyo ukianza kuhesabu kuanzia March mpaka sasa hivi tuko August ngapi huko, tunakwenda miezi 6 huko. Hawakukutana kati ya Donald Trump na Netanyahu, hawajakutana kwenye mkutano wowote. Kwa hiyo inaweza kusema kuwa huu ni mkutano wa kwanza wa ana kwa ana. Ni kuwa Netanyahu anakwenda kujaribu kutimiza lengo lake, au anajaribu kwenda kupitisha zile ajenda zake kuwa turudi kwenye vita kamili. Hilo ndio linalotarajiwa, kuwa hana chaguo jingine. Yaani kusema kuwa anataka wazungumze nini? Anataka amwambie nini Trump kuwa tufanyeje? Hata kuwa na zaidi ya kusema kuwa twende tubaki kwenye vita. Turudi kwenye vita kwa sababu Irani itakuwa vile. Yaani hana chaguo jingine. Lakini kwa nini Trump alikuwa hataki? Kwa nini walikuwa hawataki kukutana? Na ameofa nini? Siku 2 zilizopita, baraza la mawaziri la Israeli liliidhinisha mpango wa kupeleka vikosi vya ulinzi au vikosi vya usalama ndani ya Gaza. Ukirudi kwenye MOU ya vifungu 20 iliyopitishwa mwaka jana Oktoba, ambayo ilisimamisha vita ya Gaza, ambayo ikamfanya Donald Trump kusafiri kutoka Marekani akaenda Israeli akahutubia Knesset, akasafiri kutoka Israeli akaenda Sharm el-Sheikh kusaini makubaliano ya usitishaji wa vita kati ya Israel na Hamas. Yale makubaliano yalikuwa na dosari nyingi, lakini Netanyahu aliwashawishi nchi za Kiarabu kuwa haya ndio makubaliano bora. Ikatokea shinikizo kubwa sana la nchi za Kiarabu kulazimisha kuwaambia Hamas lazima msaini haya makubaliano, haya ndio suluhu. Kwa hiyo kukawa na shinikizo kubwa sana, ikiwemo washirika kama Qatar, tuliona Saudi Arabia, tuliona nchi nyingi zikaishinikiza Hamas kuwa kubalini. Mwisho wa yote Hamas wakaingia kwenye makubaliano ambayo kiuhakika yalikuwa yanampa Israeli zaidi ya 85%. Wakaingia kwenye makubaliano. Sasa hizo tu 15 za utekelezaji zimekuwa ngumu kwa Israeli, ikiwemo swala la kusema kuwa ni lazima vikosi vya kimataifa viingie. Israeli alikuwa hataki vikosi vya kimataifa viingie. Israeli hataki kutoka Syria katika agizo la Donald Trump. Israeli alikuwa anagoma kutoka Lebanoni katika agizo la Donald Trump. Hapa katikati Trump akawa amemfungia vioo Netanyahu kuwa sasa hatuwezi kuzungumza na huwezi kupata unachokitaka. Juzi baraza la mawaziri la Israeli linaidhinisha kuwa vikosi vya kimataifa sasa vinaweza vikaingia Gaza. Hii ilikuwa ni moja ya bribe, naweza kusema kuwa rushwa, ambayo inatajwa kuwa huenda imekuwa ni sababu ya Trump kukubali kukaa na Netanyahu, njoo sasa tuzungumze. Lakini bado ni maswali kuwa Trump
atakubaliana na hoja za Netanyahu kuwa turejee kwenye vita, hali ya kuwa mambo sio mazuri sana kwa upande wao wote na njia wanazopita si sawa. Wakati huo Trump anasema, jana alikuwa anazungumza, alikuwa kwenye Air Force One, akaulizwa akasema kuwa tuko kwenye mazungumzo bora kabisa na Irani, na kama watakataa haya makubaliano tutarudi kuwashambulia zaidi. Nilisoma hili andiko sehemu moja, alafu nikapitia comment, nikakutana na comment moja, mtu akasema kuwa hivi Irani wenyewe wanajua kama wako kwenye mazungumzo na Marekani au Trump anaturudia tu? Kuna Irani wamesisitiza kuwa hakuna mazungumzo yoyote wanayofanya na Marekani, ila wao walikuwa wakifanya mazungumzo na Omani, ndio walioyafanya, lakini wanadai kuwa hatuna mazungumzo yote na Marekani. Sasa haya ambayo Donald Trump anadai kuwa wanazungumza nao ni kipi? Muda si rafiki sana wa haya yote. Inawezekana wakafikia makubaliano. Kuna kile ambacho nilikizungumza wiki jana ambao kinaonyesha kama kuna vifaa vya Marekani vinaondoka vinapelekwa sehemu nyingine. Kuna mtu akaniuliza kuwa hii ni dalili ya Marekani kufunga kambi zake zilizopo Mashariki ya Kati au kuondoka kabisa Mashariki ya Kati? No. Nilishawahi kujibu hili. Marekani bado ni mtamu. Yaani Marekani bado anazo ofa za kutosha mkononi. Irani anacheza na muda wa Marekani. Israeli waliwahi kuliandika hili wakati wa ceasefire kuwa Donald Trump ameingia kwenye mtego wa hovyo kabisa wa Irani, kuwa anachezeshwa kwa sababu Irani wanacheza na muda. Nilijibu wakati nikakwambia ni kweli wanacheza na muda. Hata hivi sasa Irani wanacheza na muda kuelekea kwenye uchaguzi. Yaani hapa katikati wanajua kabisa Trump hatokuwa na chaguzi, lazima ataleta makubaliano ambayo yatawapa zaidi wao. Nadhani wanataka kucheza na huu muda. Ikiwa Trump atavuka hili mpaka kwenda uchaguzi bila kupata makubaliano yoyote hapa, tunaweza tukashuhudia migongano mikali, kwa sababu anaweza kupoteza zaidi ndani kisiasa, lakini anaweza kurudi kwa hasira dhidi ya Irani akataka kutumia turbo yote akafunga kuachia chochote anachoona kuwa tuwabadili itavyokuwa, lakini migongano ya kisheria itazidi sana ndani ya Marekani na mitifuano itakuwa mikubwa kabisa. Itakuwa kama kaamua kuiangamiza Republican isiwepo. Lakini wafuasi wake, nimemwona Speaker Mike Johnson anasema kuwa tunatakiwa tulitatue hili, twende kwenye uchaguzi, kwa sababu wanajua kuna uchaguzi. Kwa hiyo Irani ananusa kila kitu, anakiona kuwa huyu hapa atakuja kutupa hiki, huyu wacha tuendelee kununua muda, tuuchezee muda kama vile tunavyoweza kuuchezea, kwa sababu wakati wa kununua muda sisi tunafaidika kupitia kununua muda. Nadhani Irani wanaweza wakacheza kwenye hiyo akili hivyo. Jamani, tusubiri mazungumzo ya Trump na Netanyahu yatazaa kipi, au yatatuletea story gani mpya? Wanarejea kwenye vita kamili, au mmoja anafuata njia ya mwenzake, au nani anakubali kupoteza kwa hili? Yupo aliye tayari kusacrifice nafasi yake kwa ajili ya kusudi lao, au wote ya Rabbi nafsi, kila mtu anaitetea nafsi yake? Hatujui. Inshallah mimi na wewe tutakutana mara nyingine, tutazungumza yako mengi. Asanteni.